Ndugu zangu wekundu wa Vigoa Chamazi, awali ya yote tunao furaha kubwa sana kufanikisha zoezi la uzinduzi wa tawi letu hapa Vigoa, na sasa ni sisi tunatambulika rasmi kuwa ni tawi la Simba Sports Club. Hongereni kwa juhudi na jitihada ambazo mmezifanya, na hatimaye baada ya kusubiri kwa muda mrefu, leo ndoto ya wana Vigoa imekamilika, na sisi tunamiliki tawi letu na ofisi yetu, na tunamiliki sehemu rasmi ya wana Vigoa kukutana na kuzungumza kuhusiana na maendeleo ya timu yetu ya Simba Sports Club. Mipango yote kuhusiana na tawi, taratibu na miongozo yote atakuja kueleza mkurugenzi wa wanachama na mashabiki Hamisi Kisiwa, lakini mimi nizungumze kidogo tu kile ambacho kiko mbele yetu hivi karibuni. Shughuli yetu ya leo hapa Vigoa ina taswira mbili. Kwanza ilikuwa ni kuzindua hili tawi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tawi tumelizindua. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kwanza. Lakini la pili ilikuwa ni kufanya hamasa kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 23 wa mwezi huu wa 11, kwa maana ya Jumapili ijayo. Mzee Kisiwa amekuja kuzindua tawi kwa sababu ndio eneo lake, na mimi nimekuja kufanya hamasa kwa sababu ndio eneo langu, lakini ninawahitaji wana Vigoa wote tarehe 23 siku ya Jumapili wote nje uwanjani katika mchezo huo. Hiyo ndio sababu pekee ambayo imenifanya nije hapa Vigoa, nije nizungumze nanyi watu wa Vigoa, watu wa Chamazi kwa ujumla wake, wote kwa pamoja tarehe 23 twende tukaipe support timu yetu, twende tukaishangilie timu yetu. Siku ya Jumapili, siku 5 kutokea hii leo, asibaki mwanachama yeyote wa hapa Vigoa. Tayari mmeshazindua ofisi yenu, kwa kuwa ni kipya kinyemi, basi mkachukua TV yenu pale mkajifungia ndani, mkakaa mnaangalia wenyewe. Hatutaki siku ya Jumapili ofisi hii ikafunguliwa, na sio tu ofisi hii ya Vigoa, ofisi zote za matawi ya Simba Jumapili hazipaswi kufunguliwa. Ofisi zote na matawi yote ya Simba tarehe 23 mnalazimika kuja uwanjani, twende tukaipe nguvu timu yetu. Wachezaji wetu, benchi la ufundi linatuhitaji sisi mashabiki siku ya Jumapili. Sisi ndio watu wa kuwatia nguvu, sisi ndio watu wa kuwapa moyo, sisi ndio watu wa kuwapa matumaini wachezaji wetu wanapokuwa wanavuja jasho pale kiwanjani. Sisi tunapoamua kukaa nyumbani, hata kama utashangilia vipi, lakini bado mchango wako hauwezi kufika Benjamin Mkapa. Lakini utakapoingia uwanjani, kelele utakayoipiga itakwenda kuamsha wachezaji wetu wapambane, watupiganie tuweze kupata alama 3. Kwenye ligi ya mabingwa Afrika, kupata alama 3 sio kazi ya wachezaji peke yake. Kwenye ligi ya mabingwa Afrika, kupata alama 3 ni kazi ya kila mwana Simba. Wewe mwana Simba wa Vigoa, mchezaji wa Simba Sports, viongozi wa Simba Sports, wote watatu tukaunganisha nguvu yetu kwa pamoja, mpinzani wetu Mwangola anapasuka mapema sana Benjamin Mkapa.
Kwa hiyo jukumu la kuja uwanjani siku hiyo sio jukumu la watu maalum, sio jukumu la vijana pekee. Hata ninyi wazee wa Vigoa, tarehe 23 mnatakiwa kuja. Si bado mna nguvu? Nakuona mzee wangu na nguvu. Bado una nguvu ya kutosha, bado una nguvu ya kupambana pale uwanjani, bado una nguvu ya kushangilia. Na wazee vile vile tunawahitaji uwanjani siku hiyo, yaani nyumbani siku ya Jumapili. Wabaki watoto wadogo sana na watu wasiojiweza, lakini waliobaki wote tarehe 23 unatakiwa kufika Benjamin Mkapa. Iwe jua, iwe mvua, chochote kitakachotokea tarehe 23 kisikuzuie mwana Simba kuja uwanjani. Huu ndio ujumbe wangu ambao nimekuja kuwaeleza watu wa Vigoa, nimekuja kuwasisitiza watu wa Vigoa. Na kwa kuwa tayari tuna ofisi yetu, tayari tuna tawi letu, kiongozi mwenyekiti Bwana Shirima pamoja na makatibu wako na viongozi wako wote, na semaji la tawi la Vigoa na semaji ameshiba hivi sana tu. Haya semaji na kukuma. Semaji na kukuma. Semaji na kukuma. Cheza kuvimba vipo kicheza na vipa. Semaji la Vigoa kimeshiba kweli kweli. Anaonekana hana njaa. Yuko sawa. Na hili tawi la Vigoa bwana wana mikwala. Kila mtu ana nini? Nini? Kila mtu ana iliyokolo. Hii ni shida ya kumwachia Makonde ya waongozi. Kwa kumwachia Kalama waongoze, akagawa radio call kwa kila mwananchi. Kwa ndugu zanguni wana Vigoa, huu ndio ujumbe makhsusi ambao nimekuja nao kuwaeleza. Kila mwana Vigoa siku hiyo anatakiwa kuja uwanjani. Nyumbani wewe lipia kingamuzi chako vizuri tu, waachie wa nyumbani waangalie. Lakini wewe baba, wewe mama, chukua na mtoto wenu ama watoto wenu. Kama una watoto wengi ndio utajua hapo kila mmoja mlipie shilingi 5,000, wote mje uwanjani siku hiyo. Bwana semaji la Vigoa, pita kila nyumba ya mwana Simba, pita kila mtaa wa mwana Simba, zungumza, hamasisha, wakusanye wana Simba wote tarehe 23, wote mje uwanjani siku hiyo. Una mwili mkubwa lakini usiwe mzito, pita kila kichaka, zungumza na mwana Simba, mwambie twende uwanjani. Hapa kwenye tawi letu turatibu kwa pamoja usafiri wa pamoja, tuondoke kwa pamoja kutoka hapa tawini, tuchukue kosta zetu 4, tuondoke pamoja, twende mpaka Benjamin Mkapa, tuangalie mechi kwa pamoja, turejee kwa pamoja. Hiyo ndiyo maana halisi ya kuwa na tawi. Sio kila mmoja anaondoka kivyake tu. Ondokeni kwa pamoja, mrudi kwa pamoja. Ndiyo maana halisi ya kuwa na ofisi, ndiyo maana halisi ya kuwa na tawi. Nadhani hilo kwenu sio geni, mmeshafanya sana, lakini tunasisitizana kwa sababu tayari ninyi mmeshakuwa familia rasmi ya Simba Sports Club. Semaji kiumbe mzito anasema tayari wana gari 3. Watu 60. Asa nitafutie matatu mengine. Si anapatikana? Sina mashaka na wewe. Na siku 5 tunapata basi vizuri. Kwa wale ambao bado hawajanunua tiketi, nunueni tiketi zenu hapa. Tumewaletea Vigoa ili kuepusha usumbufu. Na hili ni jambo la msingi sana. Hasa nyinyi watu wa Mbagala mara nyingi ndio mnakuaga wa mwisho kununua tiketi. Mnasubiri siku ya tukio ndio mje mnunue tiketi. Sasa ikifika siku yenyewe
mitandao inazidiwa, alafu unaanza kulalamika, nimefika mpaka hapa Taifa, tiketi hazipatikani, hawa wanatujumu. Sasa kuepusha yote hayo, nunua mapema tiketi yako, ili ikifika siku ya mchezo wewe ni kuingia tu uwanjani kwenda kufurahia kile ambacho kinakwenda kufanyika Benjamin Mkapa. Usisubiri mpaka dakika ya mwisho, nunua mapema ili uende ukafurahie burudani siku hiyo. Na hayo magari matatu ambayo tayari mmeshajaza tiketi zenu, nunueni hapa hapa, alafu endelea kuhamasisha hayo mengine matatu mnayokudai, alafu tiketi zake utanunua hapo baadaye. Au kwa kuwa wewe ni bosi mkubwa, semaji la Vigoa, nunua kabisa, watakurudishia hela yako. Ndugu zanguni, sasa nisimame na wale kule watu. Mmeshapata content.